tunalenga nini hasa na ni kwa nini muhimu? Chimbuko lake limetokea wapi? Okay. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza nimefarajika sana kwa kupata tena mwaliko huu kwa mara nyingine. Ndiyo. Ili kuweza kuja kuielimisha jamii, hususan wafanyakazi na waajiri wao katika sehemu zote za kazi. Tunapozungumza usalama na afya kazini, yani ni dhana pana, lakini kwamba ni kuwakinga wafanyakazi, waajiri na hata ile jamii ambayo itakuwa imezunguruka ile sehemu ya kazi kwamba isiweze kuathiriwa na kile ambacho kinadhalishwa kutokana na ile sehemu ya kazi. Tunapozungumza kwamba vipi unamkinga huyu mwajiri, kwamba kwa mujibu wa hii sheria ya usalama na afya kazini nambari 8 mwaka 2005, yani kuanzia kifungu nambari 40 yani mpaka 58 kinatoa kazi na wajibu wa ya mwajiri na mwajiriwa, ambao moja ya wajibu wa mwajiri ni kutoa vifaa vya kinga ili kumpa mfanyakazi wake kulinganisha na ile kazi ambayo anaifanya. Yani maana yake kwamba kwa mfano kama anafanya kazi ya saruji, kwa aweze kupewa safety boot zile, aweze kupewa maski ili kuweza kujilinda asiweze kupata athari kutokana na ile chemical ambayo anaitumia pale ya saruji. Na pia vile vile yani mwajiriwa naye kwa sababu anatoa vifaa kwa ajili ya kuweza kufanya kazi, vinatakiwa kwamba viweze kuheshimiwa, vilindwe, viweze kufanya kazi kwa muda mrefu ili asiweze kupata hasara na aweze kupata faida wakati anapokuwepo katika yale mazingira yake ya kazi. Na jamii nao inatakiwa kwamba kulindwa kwamba kile ambacho kinadhalishwa katika ile sehemu ile ya kazi isiwe ndio sababu au ndio chanzo cha kuweza kuwapelekea wanajamii kuweza kupata maradhi au kuweza kupelekea hata vifo kutokana na kazi ambayo inafanyika sehemu ile. Katika eneo hilo una maana gani? Kwa sababu sasa hivi tunaona shughuli za kimaendeleo zinaendelea katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano ujenzi wa barabara kuu na barabara za ndani. Na tunapozungumzia barabara za ndani, maana yake maeneo yale kuna makazi ya watu na vitu kama hivyo. Na barabara zinajengwa katika hali ya ubora. Tunaona kuna chimbwa msingi na mambo kama hayo. Kitendo kile cha kuchimbwa msingi au wakati wanakaribia kuweka lami kunawekwa fusi ambalo watu wakipita linasababisha vumbi na hatimaye hapa afya inaweza kuteteruka. Ulikuwa una maana gani unapozungumzia kwamba wananchi wanapaswa kulindwa au kukingwa dhidi ya hali hatarishi katika masuala hayo? Naam. Maana ni pana kwa sababu inakuja kwamba kwa mfano kama wafanyakazi wao katika maeneo ya kazi wanaendelea na shughuli zao za kazi, kwa hiyo kunatakiwa kuwekwa vile vifaa kinga ambavyo itakuwa vinalinda ule usalama wa wafanyakazi. Kunatakiwa labda ziwekwe zile sera za usalama katika ile maeneo ya kazi, yani labda mfano ziwekwe saini zile ambazo itakuwa zinaweza kuonyesha kwamba alama yani zile kwamba hapa pita huku huku usipite, labda hapa kwamba pana mtaro kwa hiyo usipite. Pia kuwekwe na beria yani uzio ambao utaweza kuwazuia wale waliokuwa hawahusiki kuweza kupita katika maeneo kama ile au kuweza kuingia katika eneo kama lile. Na pia vile vile zile zana ambazo itakuwa zinatumika zinatakiwa kwamba ziwe zimehifadhiwa. Sawa, kwa mfano labda kama ulivyosema kwamba kuna na vumbi jingi, kwa maana yatumike yale magari ya kumwagia maji ili lile vumbi lipate kukandamizwa lisipate kutokeza ili wanajamii wakaweza kulivuta. Kwa sababu kama utaangalia yani vumbi ni hatari kubwa. Kwa sababu endapo kama unavuta baada ya miaka 10, miaka 15, basi utaweza kuipata hata silicosis. Yani kuna maradhi yanaitwa silicosis ambayo yanatokana na silika. Kwa hiyo unaweza kuyapata maradhi kama hayo. Kwa hiyo tunataka kwamba hata wale wafanyakazi ambao wapo katika ile eneo la kazi wavae vile vifaa kinga ili kujiepusha wasiweze kupata madhara yanayotokana na kazi hili ambayo watakuwa wanaifanya. Ya mfano kama unavyozungumza kwamba ile lami, ukitaka kujua kwamba lami ina hatari kwa sababu ile ni moja ya chemical ambayo inatumika. Yani pita tu na shati lako jeupe hivi, basi utaweza kukutia kwamba tayari limeshapiga umanjano kuonyesha kwamba ile lami inaleta athari wakati pale inapo. Kwa pale wanatakiwa kwamba wale wafanyakazi waweze kujilinda ili wasiweze kuipoteza ile afya yao. Sawa sawa. Na kuelewa vizuri. Na tunapozungumza kwenye swala hili la usalama na afya mahala pa kazi, tunamaanisha tunaangalia mwajiri na mwajiriwa na mwananchi kwa upande labda wa sekta moja peke yake, kwa sababu tuna sekta binafsi pamoja na watumishi wa umma. Sheria ya usalama na afya kazini katika kifungu chake nambari 1 kinasema kwamba sheria hii itatumika sehemu zote za kazi, maana yake ikiwa za serikali ikiwa za binafsi. Kwa hiyo inatumika yani
sheria hii, na hii ndio sheria mama kwa usalama na afya kazini kwa Zanzibar. Sawa sawa. Nyinyi mmepewa nafasi gani katika kuhakikisha mnafuatilia haya na hatimaye hali inakuwa nzuri katika maeneo yetu ya kazi? Serikali imeweza kujitahidi. Kwanza imeanzisha hii idara kwa sababu kama utarudi nyuma kabisa huko ilikuwa ni kitengo tu ambacho kitengo hicho tena ilikuwa kimo ndani ya kamisheni ya kazi. Ndiyo. Na ilikuwa majukumu yake makubwa ilikuwa wanakagua viwanda kwa sababu mwanzo ilionekana kwamba sehemu zile za viwanda ndio zenye tabu tu lakini kila kadri mabadiliko ya sayansi na teknolojia yanapojitokeza kwa hiyo zinakuja changamoto mbalimbali zinatokana na zile mashine na hiyo sayansi yenyewe. Kwa hiyo ndio ikaonekana kwamba sehemu zote za kazi kwa zina shida au zina matatizo. Yaani kwamba kuna matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kuwakumba wafanyakazi wanapokuwepo katika mazingira yao ya kazi. Labda kwa mfano kuonekana kwamba kuna matatizo ya ergonomia ambao matatizo ya ergonomia yanapatikana sana labda kwa kuvuta kitu kizito, kunyanyua au kubeba kile kitu kizito. Kwa hiyo unaweza kupata matatizo yani labda kwa mfano ya maumivu ya mgongo, shingo na nyonga au hata hivi vikalio tunavyovitumia katika sehemu zetu za kazi. Yani unakuta kwamba haviko salama kwa sababu vingi vyao inakuwa havisapoti hii lamba ya mgongo ya mwanadamu. Ina maana kwamba inapelekea yani misuli kuweza kujivuta na kuweza kupata yale matatizo ya kiafya. Au pia vile yakaonekana kuna matatizo ya kisaikolojia, yani msongo wa mawazo katika sehemu za kazi ambao wafanyakazi wengi yani unawakumba sasa hivi na sasa hivi umefikia mpaka tunasema kwamba ni mental health. Sawa. Kwa hivyo unakutia kwamba wafanyakazi wengi wanaathirika na haya matatizo ya msongo wa mawazo kutokana na ile kazi ambayo itakuwa wanazifanya. Labda utakutia kwamba kuna baadhi ya sababu zinatokana majumbani au kuna sababu nyingine zinatokana na kazini, lakini zinatokana na kazini inakuwa ni kubwa zaidi kwa sababu maana yake ukizichukua ukizipeleka nyumbani pia unaenda kupelekea matatizo katika ile nyumba au na ukizichukua za nyumbani ukaleta kazini unakuja kupata matatizo huko kazini. Ndio unakuta mara mtu anagomana na bosi wake, anatukana na wafanyakazi wenzake na inapokuwa basi inapelekea mpaka katika hali ya depression na ikifikia hali hiyo ndio pale mtu anakutia kwamba anaanza kufanya maamuzi au anatoa maamuzi yasiokuwa na msingi. Anaweza kana kujiongesha na gari, anaweza kujitupa katika jumba, anaweza yani kwenda kuitia kitanzi. Yani unakutia kwamba ile yani mawazo yake yote ambayo yanakuja katika fikra mbaya mbaya tu kabisa. Na pia vile kuonekana kuna matatizo ya kemikali yani ya kichemical. Yani kwamba kuna baadhi ya taasisi ambazo itakuwa zinafanya kazi kuna chemical zile yani sifa zake nyingi zao ni sumu. Vile vile nyingine zinababua, mfano kama tindikali hizo. Sawa, yani sulfuric acid zinababua yani inapokuingia katika mwili. Au kuna nyingine ni sumu ndo kama hizo sulfa. Sawa, yani unapoivuta kwa hiyo utakuta kwamba inakupelekea kuweza kufa au carbon monoxide yani gesi hizi vile vile ni sumu. Labda yani kwa mfano kuna baadhi ya vyumba ambavyo inakuwa vinatumika yani vinanyimwa ile oxygen. Kwa mfano kama zile sehemu za nyaraka au sehemu ambazo zinahifadhiwa fedha au hata zile sehemu ambazo zinachimbwa hii mitaro mikubwa hii. Yani maana yake akishafuni kwa juu kule maana yake inakuwa ile ni sehemu finyu tunasema kwa sababu inakuwa hamna tena ule mzunguruko mzuri wa hewa kwa sababu kawaida mwanadamu anatakiwa avute hewa ya oxygen na kutoa carbon dioxide. Kwa kama itakuwa ile sehemu ya anaofanya kazi labda yani maana yake kwamba straw kwamba iko tubu haitoi yani mzunguruko wa hewa hauko vizuri kupisha hizo ventilation yani hamna sema kupisha ventilation nzuri ndio unakutia kwamba anavuta ile oxygen baadaye inachanganyika na carbon dioxide inakuja ina change na kwa carbon monoxide ndio unakutia kwamba anakufa taratibu kabisa bila kupiga kelele. Na hapo wakati mwingine anapoweza kupiga kelele basi maana yake kwamba anaweza kusaidiwa na kuwekwa nje na kupaipiwa watu kidogo hivi ukakuta kwamba anarudi katika hali ya kawaida. Au mara nyingi ndio unaposikia wafanyakazi kwamba anapiga makelele kwamba bwana mimi mmerogwa katika sehemu yangu ya kazi. Kwamba yani sipendwi. Yani watu wananifanyia ushirikina. Kumbe hata sio sehemu ambayo imedesigniwa kwa ajili ya kukaa binadamu kwa kufanya kazi kwa muda mrefu kutokana na kwamba inanyimwa oxygen ili wale wadudu wasipate kushambulia katika zile sehemu zile yani kwa mfano hizo pesa au nyaraka zishambuliwe. Kwa hiyo unakutia kwamba sehemu hizi tena zina sifa nyingi tu. Hata ile kuingia ni tabu, kutoka ni tabu, hamna mzunguruko mzuri wa hewa. Sawa. Na pia vile kuna matatizo mengine ya kibiolojia. Ndio. Ambao hawa vile yanajitokeza katika sehemu ya kazi. Labda utakutia kwamba labda kuna baadhi ya majengo. Sawa? Utakutia kuna kama zile moldi.
yani tunasema siji kama ni kwa Kiswahili siji ukungu, yani itakuwa Kiswahili fasaha labda ukungu. Yani kama kushakwenda katika nyumba hizi zinazovuja, hapo ukutana nafanyika baka hivi. Kwa ile utakutia kwamba katika sehemu ya kazi ni hatari. Kwa sababu ile mold zinatoa spark, kwa hivyo mtu anavuta. Kwa akivuta, yani inaenda kusababisha yani ule yani mfumo wa upumuaji unakuwa mbaya, na pia anaenda kufanya kovu katika mapafu. Unakutia kwamba ule mtu yani inakutia kwamba hawezi kufanya kazi, yani hawezi kupumua vizuri. Na vile vile mara kwa mara anakuwa na homa hapa na pale. Vile vile unakutia kwamba yani hewa anavuta kwa tabu, yani kifua kinamkaza, anakuwa na kikohozi, yani matatizo mengi tu yanaweza kumjia. Au pia vile vile unakutia kuna maji yametuama. Kwa hiyo yale maji katika ile sehemu za kazi, kwa huwa yanazalisha vile vidudu vya maradhi, vimelea vya maradhi. Labda kwa mfano anazalishwa kwa mfano kama mbu. Yani mbu anapokuja kukung'ata katika sehemu ya kazi, itategemea ni aina gani ya mbu alikung'ata, kama Culex Anopheles. Kwa hiyo unaweza kupata matatizo ya malaria au unaweza kupata matatizo ya matende. Sawa, kwa mazingira ya kazi yale yote yanatakiwa yawe safi ili wadudu wasiweze kuzaliana na kuweza yani, au mfano kuweza kuepusha labda kama wale nge, matandu wale nyoka, ili wasiweze kuja kuzuru. Pia vile vile yakuonekana kuna matatizo mengine ndio haya ya chemical, yani nini mechanikalia au wanaita kama nini kemikali kutokana yani ya mashine, yani yanatokana na mambo ya mashine makenikia yani yanatokana na mashine. Sawa, labda kama mashine itakuwa haina cover, sawa, au haina gadi, kwa unakutia mtu anaweza kwenda na kuweza kukata kiungo chake au kupoteza yani kiungo muhimu katika mwili wake. Sawa, umeeleza vizuri sana. Nayo nafasi ya kufanya ukaguzi au ufuatiliaji katika maeneo haya ya kazi, na bila shaka hapa utatueleza kwamba utaratibu na kuongozeni vipi, kila baada ya muda gani mnafanya ukaguzi, na ukaguzi wa mwisho mliofanya muda gani, na mlibaini mambo gani ambayo labda unaweza kutushirikisha hapa kuwa ni sehemu ya changamoto ambazo taasisi nyingi inaonekana hawazingatii, lakini ni swala ambalo ni tatizo kwa upande huo. Kwa mujibu wa hii sheria kifungu nambari 6 kimempa mamlaka yani mkaguzi yani kuweza kuingia muda wowote, saa yoyote, ikiwa usiku ikiwa mchana, pale ikiwa kazi tunaendeshwa na akaona kwamba ipo haja kwenda kufanya ukaguzi. Ndio. Kwa maana hiyo kwamba wajibu wa idara ni kufanya ukaguzi. Ndio. Katika maeneo yote ya kazi ya serikali na private. Na ni muda wote kwamba anaingia na kwenda kufanya. Na unapokwenda kufanya huu ukaguzi, maana yake unaweza kutoa taarifa au usitoe taarifa. Inategemea ni aina gani ukaguzi unaenda kufanya. Kwa sababu kuna baadhi ya kaguzi ni za kushtukiza. Kwa sababu tayari mfano imeshaletwa taarifa kwamba sehemu fulani labda kuna mazingira hayako vizuri, kwa maana ukitoa taarifa ataweza kuweka sawa. Kwa hiyo lazima ndio ukashtukize ili kuweza kuona na uweze kushauri kitaalamu. Kwa hiyo kuna kaguzi unatoa taarifa kwamba siku fulani muda fulani nitakuja kwa ajili ya kuja kufanya ukaguzi. Kwa hiyo changamoto za kufanya yani zinazoonekana au zinazobainika katika sehemu zetu za kazi ni nyingi. Na sitoweza kuitaja yani sehemu gani ya kazi kwa sababu ya hii sheria kwamba inazuia kufanya yani maana yake kudisclose yani zile information za taasisi fulani, isipokuwa tu nitatoa kwa general. Miongoni mwa changamoto kubwa ambazo tunazikutia kwamba wafanyakazi huwa hawatumii vile vifaa kinga. Yani unakutia wakati mwingine mtu amepewa vifaa yani kati ya mfukoni, huku anasafisha hadakuwa yuko mikono wazi, yani miguu hayana vifaa yani safety boot zile. Yani unapomuuliza kwa nini labda umezichukua hizo glavu umezitia kwenye mfuko, anakuambia mimi nikivaa hizi na kwa sababu kufanya kazi mara mikono inafanya joto, ni mara mikono inafanya joto, kwa unababuka. Kwa unakutia kwamba vile vifaa kinga inakuwa hawatumii pale ambapo, na wengi wao vile vile hawa waajiri hawajaika zile tunasema hizi sera zinazohusiana na usalama na afya katika ile sehemu za kazi au kanuni katika taasisi zenyewe. Kwa sababu kila taasisi inatakiwa iweze kuweka zile sera ambao sera hizi zitakuwa zinaenda sambamba na ile sheria ya usalama na afya kazini na ile yani sera ya usalama na afya kazini. Kwa unaona natakiwa kwamba waandae zile sera ndogo ndogo ambazo zitakuwa zinaenda sambamba kulinganisha na zile kazi ambao wanazifanya, ili mfanyakazi aweze kujua kwamba hapa pakoje, mazingira haya yako vipi. Unaweza kusema kwamba huwezi kushika ufagio
mpaka umevaa gloves. Naam. Kwa hiyo unakuta kwamba vitu kama hivyo unakuta taasisi nyingi haina. Au kama zile escape route zile. Yaani njia za kukimbia wakati wa dharura. Unakuta kwamba kuna baadhi ya sehemu nyingi unakuta kwamba hamna. Na pia vile sehemu za kukusanyikia wakati wa dharura. Yaani tunasema kwamba fire point, assembly point au gathering point tunasema. Kwamba unakuta kwamba hazipo vile vibango ambavyo au zile saini ambazo zitakuwa zinaonyesha kwamba hapa watu wanatakiwa kwamba waje kusanyikia wakati inapojitokeza dharura. Vipi kuhusu vifaa vya huduma ya kwanza au vifaa vya kuzimia moto iwapo hali hatarishi inapotokea? Kwanza hili ni jukumu la mwajiri. Na anatakiwa kwa mujibu wa sheria aweze kuika hivi vifaa. Labda kwa mfano kama ukaenda kifungu nambari 88 kinataka kwamba huyu mwajiri yani aweze kuweka hizi fire extinguisher katika sehemu zake za kazi. Au ukija katika kifungu nambari 32 cha hii sheria ya usalama na afya kazini, yani kinamtaka kwamba mwajiri aweze kuweka kisanduku cha huduma ya kwanza. Pia awepo na huyo mtu wa kutoa hiyo huduma ya kwanza na amepewa mafunzo ya huduma ya kwanza. Kwa sababu kuna tofauti huduma ya kwanza hizi. Yani kuna ile ya general na kuna industrial first aid. Kwa hivyo anatakiwa kwamba huyu mwajiri kwamba akishakuwa naye huyu ndio mtu wangu wa huduma ya kwanza, lazima aweze kupewa mafunzo kupitia idara ya usalama na afya kazini ya first aid au industrial first aid. Kwa sababu utakuta first aid ni wengi, lakini kuna tofauti yani wa jamii na wale ambao wanahusiana na kazi. Kwa kuna mafunzo tofauti uweze kuyapata. Vipi kuhusu hiyo fire extinguisher ambayo umeizungumza? Kila mmoja anaweza kuitumia au napo ndio waajiri waweke nafasi pia ya kumwajiri mtu ambaye anaweza kusaidia iwapo hali hatarishi itatokea kwa kutumia vifaa hivyo? Kwa mujibu wa sheria hiyo usalama na afya kazini inategemea na taasisi. Lakini kwamba kila taasisi kwanza anatakiwa awepo huyu tunasema kwamba mwakilishi wa usalama na afya kazini. Kwa mujibu wa kifungu nambari 18 yani anatakiwa mtu huyu lazima awepo katika hii taasisi. Na atoe mafunzo ya REP maana yake ya usalama yani yanayohusiana na mwakilishi wa usalama katika yale maeneo ya kazi. Inawezekana kwamba kwa mujibu wa sheria kwamba lazima awepo, na kwamba aweze kumwajiri au aweze kumteua mmoja ambaye atakuwa ana qualification za kuweza kupata yale mafunzo ya usalama na afya kazini ili kuweza kusimamia wenzake. Lakini pia kuna baadhi ya taasisi ni kubwa. Yani kuna wafanyakazi labda kuanzia 50 kwenda mbele. Kwa mujibu wa hii sheria vile imetaka kwamba lazima iwepo kamati ya usalama na afya kazini ambayo itakuwa imeundwa na wafanyakazi kutoka zile department yani zile idara mbalimbali katika ile sehemu yake ya kazi. Ndio. Na unadhani kwa hiyo wakishakuwepo hawa wapewe haya mafunzo sasa ya usalama na afya kazini ambao miongoni mwa mafunzo hayo ndio namna gani ya kuweza kutumia hizi fire extinguisher kwani wakati wanapokuwepo katika maeneo ya kazi. Sawa. Kwa hiyo yani wanatakiwa kwamba waweze kufanya kwa sababu ukenda kwenye hii sheria kifungu nambari 68 mabano 2C kinataka kwamba lazima taasisi itoe mafunzo yanahusiana na usalama na afya kazini kwa wafanyakazi wake wote ili maana yake kwamba waweze kujua. Sawa. Inawezekana tukenda mbali kidogo. Baada ya kubaini changamoto za aina hiyo kwa mujibu wa ukaguzi ambao mmeufanya na ni kwa sababu ni kwa mujibu wa sheria mnaruhusika hivyo, mnapobaini kuwa wapo baadhi ya watendaji ambao wameathirika na wao walikuwa kazini, tatizo limetokea wao wakiwa kazini au tatizo lilipata limetokana na sehemu yake ya kazi, nyinyi mna nafasi gani katika kumsaidia au rungu hilo ndio linabakia kwa upande wa yule aliyemwajiri peke yake? Kwa mujibu wa hii sheria ya usalama na afya kazini, sheria namba 8 mwaka 2005 kifungu nambari 128 kinataka kwamba pale inapotokea maradhi au ajali katika sehemu ya kazi basi lazima iripotiwe katika idara ya usalama na afya kazini. Na lengo na madhumuni la kuweza kuripotiwa ni kwamba hawa watendaji kutoka idara ya usalama na afya kazini wende wakafanya uchunguzi juu ya kile ambacho kimetokea kama ajali au maradhi ili baadaye waweze kutoa mapendekezo namna ya kuweza kuzuia ajali kama hile au maradhi kama yale yasiweze kujitokeza tena katika ile sehemu ya kazi. Kwa hiyo pale endapo mfanyakazi ameathirika au amepata tatizo akiwepo kazini,
kwanza anatakiwa kwamba atoe taarifa, maana yake inaandikwa barua kuiletea idara ya usalama na afya kazini. Halafu anatakiwa yule mfanyakazi kwenda kutibiwa, halafu baadaye ndio, kwa sababu umepata ile tatizo kutokea, yani uko kazini. Kwa hiyo kama ni mwanachama wa ZSF, kwa hivyo sasa una mamlaka au una jukumu la kwamba kupelekwa kule kwa ajili ya kuweza kupata ile fidia. Kwa sababu baada ya kupata ile tatizo ukiwa kazini, maana yake utibiwe, halafu ulipwe na fidia. Sawa sawa. Kulinganisha na lililoweza kujitokeza. Na hayo yanajitokeza. Lakini mimi na washauri sana. Yani hawa watendaji na hususani sisi wafanyakazi, kwamba kawaida mwajiri hutaka umzalishie, yani apate faida. Yeye hajali ile afya yako. Kwa hivyo wewe mwenyewe unataka kwamba uweze kufanya nini? Uweze kuchukua juhudi ya kuweza kusimamia afya yako. Kwa hiyo tusende sana katika hii fidia. Hili neno fidia halina uhalisia na kile ambacho utakuwa umekipoteza. Sawa sawa. Labda kwa mfano, nimekwambia wewe sasa hivi, hebu niuzie mkono wako milioni 100 ukatwe. Hutaweza kukubali. Labda iwe maana yake kwamba ushakata tamaa, uweze kukubali yani ukatwe mkono wako, ndio. Lakini pengine baada ya shakumia unaenda kulipa pengine milioni 10, milioni 12, pengine 15. Kwa hiyo itakuwa zina uhalisia na kile ulichokitoa. Kwa hiyo basi lazima tunapokuwepo katika maeneo yetu ya kazi, yani usalama ndio tufanye, ndio utamaduni wetu. Tutangulize. Yani ndio tutangulize mwanzo. Ili kama tunavyoingia kazini tukiwa tuko salama, tuhakikishe kwamba tunakuwa katika mazingira ya kazi tuko salama, na tunarudi tukiwa kazi, yani majumbani kwetu tukiwa tuko salama. Sawa sawa. Unajua tunapozungumzia swala hili, maana lina uwanja mpana sana. Mara nyingi ulipokuwa ukitueleza hapa, unatueleza kwamba nyinyi sawa, mna nafasi ya kufanya ukaguzi, na mnapoona hizo changamoto mnakuwa mna nafasi pia ya kutoa ushauri, lakini hakuna namna yoyote ambayo labda sheria imegusia kuhusiana na swala zima la uwajibishwaji kwa huyo ambaye alisababisha tatizo. Kwa mfano, muajiri kwenye taasisi yake ikaonekana mfanyakazi amepata tatizo kutokana tu na uzembe, mfanyakazi amepata tatizo la uti wa mgongo kwa sababu tu ya vikalio visivyo sahihi na vitu kama hivyo, hamna nafasi yoyote ya kumwajibisha huyo, au sheria inasemaje? Nafasi ipo. Nafasi ipo kwa sababu ukienda katika hii sheria, ukianzia kifungu nambari 100 mpaka 104 kimeeleza pale adhabu. Na pia vile vile ukienda katika kifungu nambari 116 kimempa yani mkurugenzi wa usalama na afya kazini kuweza kuweka kanuni ya papo kwa papo, ili kuweza kumwajibisha yule ambaye atakuwa amekosea, yani katika ile sehemu za kazi. Kwa mfano, na pia vile vile labda kwa mfano, taasisi zote zinatakiwa zifanywe usajili katika idara ya usalama na afya kazini. Yani ukienda katika kifungu nambari 20 cha hii sheria na 21 akwambia usilitumie eneo la kazi kama hujafanya ile sehemu, yani huo usajili katika sehemu yani ni idara ya usalama na afya kazini. Lakini 21 mabano 2 kikaeka adhabu kama endapo itakuwa hukufanya huo usajili. Yani faini isiyopungua. Faini vipi? Isiyopungua 500,000 au kifungo miezi 6 au vyote viwili. Na vile vile kwenye vifungu vingine kule kaeka kwamba yani mwajiri endapo kwamba hakutoa vifaa kinga kumpa mfanyakazi wake, au mfanyakazi amepewa vifaa kinga lakini hatumii, vile vile anapewa adhabu isiyopungua 100,000. Kwa hiyo unakuta kwamba sheria yani ina meno, yani kwamba imeka wazi namna gani mtu atakapokuwa anaenda kinyume na haya masharti ya usalama na afya katika maeneo ya kazi, kwa afanywe nini. Kwa hiyo zipo adhabu kama kawaida. Na uzoefu vipi? Adhabu hizo zinafanya kazi au ndio zipo tu katika hali ya maandishi kutokana na umuhali wetu, basi mambo yanakwenda tu? Hizi zipo na zinafanya kazi. Lakini unakutia kwamba pia vile vile haya masuala yetu ya kazi ni masuala ya kirafiki sana. Kwa maana ya kwamba ili uweze kufikia mpaka uweze kumpiga ile faini kule, pia kuna hatua nyingine huko zimewekwa. Labda kwanza kuna ile improvement notice umpe, sawa, yani itolewe. Yani unapata kumwambia siku fulani tutakuja kukagua kwamba urekebishe 1, 2, 3 katika sehemu yako ya kazi. Na ukienda kama bado hajarekebisha, yani pia vile vile unaenda kumpe compliance order maki, kwamba sheria pia imeeka wazi kwamba unaweza kuzuia yani ile sehemu ya kazi kwamba isiweze kufanya kazi, ama partial au total. Itategemea na mazingira gani ambayo umeyakutia kwamba hayako salama, ili uweze kuyazuia.
Kaimu Mkurugenzi, wakati unatueleza kuhusiana na swala zima la matumizi ya vifaa hivi vya dharura na uwepo wa vifaa hivi katika taasisi, nilikuwa napata picha kidogo. Sisi tuna jeshi la zimamoto na uokozi, KZU, kikosi hicho, lakini tuna mashirika pia yanahusika na masuala ya kutoa mafunzo na vifaa hivi vya huduma ya kwanza. Wakati mwingine ulipokuwa unazungumza kuhusu moja kati ya wafanyakazi au kuajiriwa mtu maalum kwa ajili ya kushughulika na masuala haya peke yake kwenye taasisi, inaonyesha ni kama vile mzigo mkubwa utamwangukia yeye, na ni kama vile bado hatujatoa umuhimu kwa kiasi kikubwa juu ya masuala haya. Hakuna uwezekano wowote wa kuhakikisha kwamba wafanyakazi angalau nusu na robo katika taasisi wakawa wana mafunzo haya ya uzimaji wa moto, kuokoa hali hizo za dharura, lakini utoaji wa huduma ya kwanza? Kama nilivyoweza kutangulia kusema awali kwamba kifungu namba 68(b)(c) kinampa maelekezo au wajibu kwamba mwajiri lazima aendeshe mafunzo. Ndio. Ya usalama na afya kazini. Miongoni mwao ni masuala haya kwa wafanyakazi wote. Kwa wafanyakazi wote. Sio kamati, sio kamati. Halafu kuna mafunzo maalum kwa wale mmoja mmoja. Hapo kwa hiyo tunaangalia ngazi ya mafunzo. Tunaangalia. Yaani kuna mafunzo maalum ya yule, kwa sababu katika sehemu lazima awepo kiongozi. Sawa sawa. Ili akaweza kuongoza wenzake, kwa sababu kama utaweza kuachia tu kwamba watu wote iwe wajiendeshe, na kwamba litakapotokea mfano hiyo dharura itakuwa kila mmoja ataweza kusema vyake, atakuwa anatoa amri yake. Kwa hiyo lazima awepo, ndio tukasema lazima awepo huyu representative, maana yake mwakilishi usalama na afya kazini, ili yeye ndiye atakayeweza kutoa sawa, yani yale maelekezo namna gani waweze kufuata, namna gani waweze kuhubiri. Lakini wale wote wanakuwa tayari mafunzo wameshayapata. Yeye anakuwa ni kiongozi ili kuweza kuwasimamia wale wenzake. Na pia vile vile yeye ana jukumu jingine kwamba kabla hata zile kazi kuanza aweze kuendesha yani yale nini, maana yake kwamba tool meeting tunaita au toolbox pale mwanzo pale, kutoa maelekezo ya usalama na afya katika ile maeneo ya kazi. Sawa sawa. Na ndio maana wakaona kwamba katika taasisi moja ya ushauri ambazo tunazitoa, yani kuwekwa zile vifaa ambavyo vitakuwa vina detect labda moto, viashiria vikianza kutokea tu vile viashiria vya moto kuweza kufanya kazi, labda kwa mfano alarm zile sawa, au smoke detector zile ziweze kuwepo, ndio. Sasa maana yake nini? Kuna wakati yani huyu safety officer au tunasema huyu mwakilishi wa usalama na afya kazini anaweza kwenda kuonyesha tu maana yake ile tu, ili kuweza kuangalia je wale wafanyakazi wanaitikia vipi. Ndio. Ili kuonyesha kwamba wale mafunzo wameyapata kwa kiwango gani, maana yake ameingia. Na ndio pia vile tukasema kwamba ikiwa pana wafanyakazi kuanzia 50 kwenda mbele tu kwa mujibu wa sheria, pawepo na kamati. Kwa maana kamati inakuwa ni kubwa, inakuwa na watu wengi na wote wanafanya ile jukumu la kuweza kufanya ukaguzi wa adai wa kila siku. Hiyo ni hatua nzuri. Sasa tupe ushauri wako wa kitaalamu kwenye hatua hizi ambazo zinaendelea. Kwa mfano kuna ajira za muda ambazo zipo hususan katika miradi hii ya ujenzi. Wazao wanapata nafasi pia ya kuhakikisha kwamba wanachangia na wanajipatia fursa hiyo ya ajira kwenye maeneo hayo. Wao mambo gani wanapaswa wayazingatie ili wasiingie katika hali hatarishi? Kabla ya kuweza kuajiriwa mfanyakazi, kwa mujibu wa hii sheria ya usalama na afya kazini kifungu nambari 58 kinataka kwa sheria ya ajira. Yani ukienda katika sheria ya ajira nambari 11 ya mwaka 2005, yani anatakiwa kwamba mfanyakazi yani kabla ya kuajiriwa aweze kuchunguzwa afya yake. Kwa sababu gani? Ni lengo na madhumuni ni kwamba isije kawa ile kazi atakuwa kwa anapewa yule bwana au yule bibi ndio sababu au ndio chanzo cha kwenda kumuua. Labda kwa mfano tuseme mimi nina maradhi ya pumu. Kwa lakini na kuajiriwa katika mavumbi. Kwa kule ikitokea yani ikitokea allergic reaction ya ile vumbi, kwa ile pumu zake je kapanda hapa nika moja kwa moja kafani nikafari. Kwa anatakiwa achunguzwe afya yake kwanza ili kujulikana yani anaweza kufanya kazi aina gani. Na ukienda sasa katika sheria ya usalama na afya kazini kifungu nambari 58 kimesema periodical and exit. Yani maana yake anapokuwepo pale kazini na baada ya kutoka kazini. Kwa hiyo vile achunguzwe afya yake. Kwa hiyo kwanza na washauri kwamba kabla ya mtu kuajiriwa aweze kufanya hichi kitendo.
ili kuweza kujua ana afya yake kiasi gani. Ndio pale zinapotangazwa ajira unaona kwamba vinatakiwa vipimo vile, uende navo ukafanya vipimo na vitu kama hivyo kwa lengo hilo. Na baadaye atakapokuwepo pale kazini apimwe afya yake vile, angaliwe alingia yuko salama. Kwa vile na hii kazi bado iko salama kwake yeye, na kama haiko salama ianze kuwekwa mechanism ya kuweza kumlinda asiweze kupata hasara. Lakini pia yeye mfanya kazi ahakikishe kwamba anatumia vifaa kinga kwa usahihi kulinganisha na ile kazi ambayo inakuwa anaifanya pale. Kwa hiyo kwa mfano anaenda kuchezea cement, maana yake anaenda yeye kama kazi yake ni kuchezea saruji. Kwa hiyo ile ni chemical, kwa wajue kwamba anajilinda nayo kwa kuvaa zile gloves, kuvaa rainboot zile, kuvaa na maski ili asiweze kupata yale maradhi au asiweze kupata yale matatizo yanatokana na ile saruji. Au labda kwa mfano anaenda kusuka nondo, kwa hakikisha anavaa gloves zile kwa ajili ya kusukia nondo, na pia vile vile iwe kuna mbadilisho, maana yake kwamba break tunasema, yani awe anapunzika mara kwa mara ili isije katokele maumivu ya mgongo. Na pia vile vile mwajiri yeye ahakikishe kwamba amefanya tathmini ya vihatarishi katika eneo lake la kazi. Kwa sababu kifungu nambari 34 cha sheria kinamtaka mwajiri kwamba afanye risk assessment, yani hivyo vihatari, yani tathmini ya hatari katika eneo lake la kazi. Ili kujua pana vihatarishi gani na pana hatari gani, ili huyu mwajiri, yani mfanyakazi wake asije akapata madhara kutokana na vihatarishi hivyo. Kwa ahakikishe kwamba siku zote, yani katika sehemu ya kazi kwamba anafuata yani hizi kanuni za usalama, yani kwamba safety culture tunasema kwamba hapo tunasema kwamba preventing culture, yani utamaduni wa kujikinga na utamaduni wa usalama. Maana yake wewe ndio sifa yetu, maana yake kwamba kila wakati unahakikisha kwamba upo katika mazingira salama na unafanya kazi ukiwa katika hali salama. Na vile vile mwajiri atoe vifaa kinga kuwapa wafanyakazi wake ili wasiweze kupata madhara kutokana na zile kazi ambazo zinafanyika katika ile sehemu. Sawa. Na shirikiana vipi na taasisi nyinginezo katika kuhakikisha usalama huu unapatikana? Tukitazama kwenye maeneo, kwa mfano sekta ya afya, watu wanapata x-ray, ultrasound, CT scan, MRI. Ni vipimo ambavyo pia vinahusisha masuala ya mionzi, na wakati mwingine ukifuatilia vizuri mionzi ile inakuwa ina kiwango maalum ambacho kinatakiwa kitumike, na pengine inapoongezeka kunaweza kuleta athari, inapopungua kunaweza kukaleta athari nyinginezo, kwa mfano kutokupatikana kwa matokeo sahihi ya kile kipimo kinachofanyika. Mnashirikiana na taasisi gani katika usaidizi wa ufuatiliaji wa maeneo kama haya? Zipo taasisi nyingi tu, kwa mfano kama yani tume ya mionzi inafanya kazi ya kuweza kufuatilia mionzi na kuweza kuangalia zile taasisi, yani mionzi yani kwa kiwango gani. Pia vile tunashirikiana na zimamoto kwa sababu wao ni wanafanya uokozi, yani juu unapotokea ile moto, kwa hivyo wanakwenda pia wanaeka, yani wanatoa, tunasema kwamba ile ramani kwamba chupa zikae vipi, labda hapa zikae aina gani za chupa za kuzimia moto, labda kwamba ikae ya powder ya unga au ikae ya mafunzo. Nakumbuka mwaka jana tu hapa mafunzo tulipewa na pia vile tunashirikiana na ZBS kwa ajili ya kuweza kuweka vile viwango vya usalama na afya katika sehemu za kazi. Pia vile tunashirikiana taasisi kama vile za elimu ili kuweza kuwafundisha wafanyakazi, yani wafanyakazi na hata wale kuja, yani tunasema kwamba wanaosubiri ajira, maana kwa leo katika soko la ajira, ili kuweza kujua kwamba katika sehemu za kazi kuna matatizo gani na gani. Kwa hiyo tunashirikiana na taasisi mbalimbali. Sawa. Kwa ujumla wake, unapoona sasa na wewe ni kaimu mkurugenzi wa idara hiyo ya usalama na afya mahala pa kazi, unaweza kutuambia kwenye sekta hii ya kazi kwa upande wa waajiri, waajiriwa na wananchi kwa ujumla wake, tupo katika hali gani kwenye usalama na afya zetu? Kwa sasa hivi tukiangalia kwamba tumeimprove sana. Yani kama uta compare na nyuma tulivyotokea,
kwamba zamani wewe mwenyewe ni shahidi kwamba ulikuwa unaona watu wanajenga majengo hata hakuna uzio kuwazuia watu wengine ambao walikuwa hawahusiki kwamba waweze kuingia, au ulikuwa unaona kwamba anachimbua mitaro, hakuna yani beria yote ambayo inaekwa ili kuzuia kwamba watu usije wakafika. Lakini sasa hivi unakutia kwamba wanapata mwamko huo kwamba sasa hivi wanavaa vifaa kama reflector, utakuta na safety boot. Kwa hiyo utakutia kwamba kila ukicha kutokana na mabadiliko haya tunaokwenda nayo sasa na teknolojia, unakutia pia vile vile na zile namna ya kuweza kujikinga wafanyakazi kwa njia hizo wanatumia. Labda kwa mfano sasa hivi utakutia kwamba katika taasisi nyingi sawa, wafanyakazi wanakalia viti ambavyo vina support ergonomia. Yani maana yake kwamba ni vile viti vya ergonomic, ili maana yake kwamba kuepusha matatizo ya mgongo kama vile walivyopata wazee wetu kama zamani. Labda ukienda sasa hivi hata katika magari yani ambao wale makubwa wanatumia kiti, sasa hivi una uwezo wa kuadjust vile unavyotaka wewe mwenyewe, maana yake ndio kuonyesha kwamba ule usalama sasa hivi umezingatiwa sana. Kwa yani kila tukenda kwa tufanye kwamba utamaduni wa usalama ndio nini yetu, maana kwamba ndio culture yetu, maana yake kwamba kila siku ili tuweze kuwa na wafanyakazi na walio bora na pia vile tuweze kulinda hizo nguvu kazi ili tuweze kufanya kazi kwa muda mrefu. Aha. Hiyo ni hatua nzuri. Sasa kwa sababu tupo kingoni hapa, tuambie una ujumbe gani kwa waajiri kuhusiana na kuzingatia swala hili la usalama na afya mahala pa kazi? Tukianza kwa waajiri kwamba waekeze katika usalama na afya kazini. Japo kwamba unapomwambia kwamba ekeze katika sehemu hii, au unakutia kwamba harama ziko wazi. Kwamba ukimwambia kama ni fire extinguisher aweke pale, anaona anaitoa pesa hivi, lakini faida zake ni nyingi na zimejificha. Kwa mfano kama ilikuwa moto wa kuweza kuzima kwa fire extinguisher haipo, kwa hiyo unaenda kuliunguza jengo zima, kwa pesa nyingi zinapotea. Labda kwa mfano unamwambia kwamba yani anunue vile vifaa kinga kwa wafanyakazi wake. Kwa hiyo utakutia kwamba baada ya muda mfanyakazi kama hakutumia vifaa kinga au hakutoa, wanaumwa, kwa hivyo inabidi alipe harama. Kwa hiyo unakutia kwamba faida ni kubwa kuliko hata ile yani anavyoiona kwamba akiwekeza kwamba anapoteza pesa nyingi. Mnafika mpaka kwenye usafiri wa umma? Sisi tunazungumzia penye kazi. Penye kazi. Ikiwa kuna kazi tunafika. Lakini tunazungumza shughuli ambayo wanajipatia kipato. Ikiwa bana sisi tunafika kwenye kazi. Na pia vile vile anapowekeza, maana yake atakuwa na wafanyakazi walio salama na taasisi itakuwa na heshima kwenye taasisi nyingine, kwa sababu kama utakuwa unafanya kazi katika sehemu ambayo iko salama, unakuwa unajiproud, maana yake kwa unajisifia kwa wenzako, kwa kila mmoja atakuwa anatamani aende akafanya kazi katika sehemu ile. Pia vile vile atakuwa yani yale malalamiko ya wafanyakazi yani kwamba hawaji kazini, kwamba wanaume, itakuwa yataondoka. Na pia vile malalamiko ya kuweza kulipa zile fidia kwa wafanyakazi itakuwa hazipo. Na pia kuweza kulipa labda harama nyingine kwa wafanyakazi ambao hawaji kazini ili kuita wafanyakazi wengine, wafanyakazi waliokuwa kufanya wale itaondoka. Na pia vile vile kwamba hawa wafanyakazi na wao waweze kuvitumia vifaa kinga na wala wasinde wakaviuza. Kama kuna sehemu moja yani tulikwenda tukaambiwa kwamba wamepewa vifaa kinga wale, halafu ameenda kuviuza kwa ajili ya kununua sigara tu. Na tulipouliza walisema ni kweli. Kwa hiyo unakutia kwamba nao watumie vile vifaa kinga ambavyo wanapewa na waajiri wao. Sawa. Na siku zote wanapokuwepo kazini wakumbuke kwamba usalama kwanza, kwa sababu usalama unapopotea na afya itapotea. Kwa kile ambacho mtu amekipata au ule ujira aliolipwa kule kazini ameupata, anakuja kuutumia kwa ajili ya kwenda kujitibu yeye, na baadaye itakuwa hana fedha tena kujitibu, ataanza kulalamika, na baadaye atasaidiwa na watu wake, na watu wake wana pesa tena hawampitii tena, ataanza kunungunika zaidi, atasema kwamba katengwa. Kwa sababu haya matatizo yanatokana na kazi, yani ni vigumu kuweza kutibika. Kwa hiyo ndio tukasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo tujikinge kwanza ili tusizikupata yale madhara. Mimi nikushukuru sana kaimu mkurugenzi idara ya usalama na afya mahala pa kazi kwa kutueleza hayo. Bila shaka tumepata ule mwangaza, tutakualika kwa mara nyingine kuja kuona sasa baadhi ya changamoto ambazo ziliwahi kuwasilishwa kwenu au mifumo rahisi ambayo itakayowasaidia wafanyakazi kutoa hizo changamoto za mahala pa kazi. Asante. Lakini vile vile kwa kuchomekea ni kwamba pia mnatakuwa mtwiki hapa tuje tufanye ukaguzi, kwa sababu hata hizi taa hivi zilivyokaa sasa asili, yani mnafanya ukaguzi wenyewe au mpaka muitwe? Yani maana kwamba zina asili, kwa sababu yani setting yake haiko vizuri kiusalama. Kwa baada ya muda
unakuja kupata matatizo, unakuja kuambia ni kweli. Yani mimi hapa kukaa kidogo tu tayari itamoja kwenye nasi kwa sababu ina piga moja kwa moja. Au kaimu mkurugenzi hujatoka kwenye kiza lakini. Hapana, yani maana yake hiyo kwa sababu kuna collection ya mioza yani inaweza kutokea. Sawa sawa. Kumbe taasisi pia zina nafasi hiyo ya kuwaita ili mfanye huo ukaguzi na mtoe ushauri wa kitaalamu. Naam. Bila shaka ujumbe umefika na karibu sana. Asante. Na mtazamaji, ndivyo hivyo tunavyokamilisha. Kumbuka tumeangaza hapa kuhusu swala la usalama na afya mahala pa kazi, na tuliyezungumza naye ni kaimu mkurugenzi idara ya usalama na afya mahala kazini ni Ame Faki. Ametueleza mengi na anatokea kwenye Wizara ya Kazi na Uwekezaji. Kwa niaba ya wote tunakushukuru sana. Mimi ni Ali Kinasa, upande wa lugha ya alama tumeshirikiana naye Zulekha Suleiman. Sasa kabla ya kuondoka na kukusanya kila kilicho changu, nikwambie kuwa changamoto si wewe mtu wa kwanza kukutana nazo. Badala yake unapaswa ufahamu kuwa hata yule ambaye unamuona anatabasamu, basi kuna changamoto nyuma yake anaipitia. Muhimu sana ni kujipa nafasi ya kupambana nayo, lakini pia kuhakikisha kwamba changamoto si jambo la kudumu. Endelea kufuatilia Shirika la Utangazaji Zanzibar. Tukutane katika hatua nyingine na asante.